Kwa kwamba watapanga ratiba. Wenye mamlaka wamepanga ratiba. Watapeleka timu, ndo swali ambalo limesalia. Hivi Rayon Sports hiyo game ya kirafiki ni tarehe hiyo? Yanga siku ya mchezo dhidi ya Simba atakuwa na mechi ya kirafiki dhidi ya Rayon Sports. Ugenini hiyo? Na ugenini nchini Rwanda. Kwa hiyo tunasubiri tuone. Yes, kwa hiyo tunasubiri tutapeleka under 20. Hiyo mechi ya Chamazi pale. Tutajaribu kuona sasa hiyo mechi ya Rayon Sports wataenda kucheza under 20 ama hiyo mechi ya Rayon Sports wataenda kucheza kwa namna gani? Yaani namna gani ambavyo watakigawa kikosi chao. Lakini Yanga tarehe 15 atakuwa na game dhidi ya Rayon Sports na tarehe 15 hiyo pia Yanga atakuwa na game dhidi ya Simba kwenye dimba la Benjamin Mkapa. Sasa kupitia kwa of course mjumbe kati ya wale wajumbe watano wa matawi dai kwamba wao wanasimama na viongozi wa Young Africans sasa kutoku kubaliana na kile ambacho wenye mamlaka wamekipangia ratiba. Umeelewa? Ni bwana sio mzungumzaji sana kwenye hilo. Msimamo wa viongozi uko pale na ndio msimamo wa Yanga. Kwa hiyo sisi tunabaki na kauli ya viongozi wetu. Viongozi tangu walipotoa statement ya kwamba dabi ya tarehe 15 iliyopangwa hatuchezi, basi sisi hatutacheza, na sisi kama wanachama tuko nyuma yao kwenye hili, hatutayumbishwa na lolote, na tumeshakubaliana kwamba mechi hiyo sisi hatutapeleka timu kwa sababu kuna mambo ambayo haturidhishwi nayo yanaendelea kwenye mpira wetu, na bado hatujapewa sababu za mechi ile kufutwa tarehe 8 mwezi Machi. Kwa hiyo endapo itakuwa kuna sababu zozote za kiuwajibikaji zitakazotolewa kwa ajili ya kunusuru mpira wetu, tutakuwa tayari kucheza, kwa sababu kazi ya Yanga kazi kucheza mpira. Watacheza tu endapo kama kutakuwa kuna shughuli nyingine ambayo imefanyika ya uwajibikaji zaidi kwa wahusika. Turejee kwa Mnyama. Mnyama anadai kwamba alipofikia hapa kwao ni mafanikio makubwa zaidi, na kinachofanyika sasa ni balance. Japo ukijaribu kuangalia mwanzoni mwa msimu kauli hii inaweza ikawa inaendana, ila wakati msimu unaendelea kauli zikazi zinabadilika, na mpaka juzi watu wametua kule watu wa Arusha before kwenda Manyara. Of course bado mentality ya viongozi kupitia kwa meneja wao wa habari ilikuwa ni kwamba lazima wahakikishe wanachukua mataji ya ndani, na uwezekano kufika finali ulikuwepo kutokana pia na mwenendo wa matokeo. Lakini ilivyotokea hapa tumeanza kujua uhalisia sasa. Ni kweli hatupaswi kuwadai Simba wakatoka patupu msimu. Naomba tuwakumbushe watu, hatuiongelei Ken Gold, hatuiongelei Pamba Jiji, hatuiongelei Namungo. Tunaiongelea Simba Sports Club ambayo ni timu ya mataji. Essence ya Simba, nature, essence tunazungumzia nature. Nature ya kikosi cha Simba ni kikosi ambacho haijalishi anayecheza anaitwa nani, haijalishi anayecheza na kiwango cha aina gani, mwisho wa msimu atadaiwa taji. Yani no matter what, wewe as long as umeamua kusaini mkataba kwamba mimi nacheza Simba Sports Club, wewe ambaye umeamua kusaini mkataba umeamua mimi nitaifundisha Simba Sports Club, msimu ukiisha utadaiwa mataji. Kusema kwamba hichi ambacho Simba na experience sasa hivi ni bonus, tutakuwa tunajidanganya. Simba Sports Club hata katika kipindi cha ujenzi wa timu yao bado focus ilikuwa ni kufanya vizuri katika ujenzi huo waweze wakashindana na yule ambaye walimuona anaweza kawa ndio threat kwenye safari yao ya kutoa mataji. Kwa hiyo leo hii kuitem hii safari ya Simba kama bonus haitakuwa sahihi. Anachokifanya Simba sasa hivi yawezekana anarudi kwenye uhalisia, lakini kwangu mimi uhalisia unabaki tu kwamba alikuwa ana uwezo wa kugombania mataji. Lakini akikosa taji haitaondoa ile engo ama haitaondoa uhalisia kwamba Simba hajafanya vizuri. Yani akikosa taji tabaki pale kwamba msimu mwingine Simba hajafanya vizuri. Kwa sababu ingekuwa leo hii katika mechi ya jana Simba ameenda finali, labda kauli zingekuwa tofauti. Kwamba tunalitaka hilo taji. Which hiyo ndio ilikuwa kauli kabla hata ya mechi. Hizi kauli za kusema kwamba hichi ambacho Simba na experience hivi ni bonus, mimi hiyo boti siwezi kupanda. Mimi ninachoamini ni kwamba Simba anatakiwa kugombania kila taji ambalo anashiriki. Hii sio timu ya kawaida wala hii sio. Yani umefika finali kombe la shirikisho bonus. Umefika nusu finali kombe la CRDB bonus. Upo kwenye mbio za ubingwa afu useme ni bonus, sio kweli. Angekuwa hapa kwenye hii nafasi ya pili yupo KMC, ama hii nafasi ya pili angekuwa labda yupo Namungo, tungesema yes,
na Mungu chochote anachoki experience sasa hivi ni bonus. Lakini kwa sababu ni Simba hajapata bonus kuondoshwa nusu finali. Simba amekwama kwenye mashindano ya CRDB kwa kuondosha hatua ya nusu finali. Simba ni moja kati ya timu ambayo status wise ukitaja timu mbili bora kwenye taifa hili, nataja Simba na nataja Yanga. Meaning unapoanza msimu ukiwa unazipicture timu mbili ambazo zitafanya vizuri mwishoni, Simba, Yanga. Hao ndio picha ya kila taji ambayo ulipo kwenye ligi kuu yetu. Kila taji ambayo ulipo kwenye taifa hili. Kwenye CAF Confederation ambako Simba ilifika finali, ulikuwa ukitaja picha ya mwisho. Hasa hatua ya nusu finali ulikuwa unazitaja timu 4. Na katika hizo timu 4 ambazo zilikuwa zinatajwa, alikuwa Simba, alikuwa Zamalek, alikuwa Berkane, alikuwa na Usma. Kuna kuja ujikuta kwamba licha ya kwamba alikuwa kwenye ujenzi wa timu, lakini hadhi anayotembea nayo haimruhusu yeye kukwama katikati ya msimu. Yani yeye tayari anaitwa Simba. Huyu ni timu ambayo tunaijua historia yake ni lazima agombanie mataji. Kwa hiyo hauwezi ukajinasiba, hauwezi ukawa proud msimu umetamatika hauna kombe, halafu viongozi wa Simba wakarudi kwenye vikao vyao vya ndani wakapigana makofi wakasema huu ni msimu wenye mafanikio. Ukiwa hauna taji na wewe ni Simba, huo msimu hujafanikiwa. Kwa hiyo mpaka sasa hivi Simba hana bonus yoyote ambayo ameiattain. Bonus pekee ambayo Simba anaweza akaipata na kusema kwamba labda ni bonus ni akiwa bingwa wa ligi kuu. Kusema kwamba target yetu ilikuwa kufanya vizuri kimataifa. Tumekuwa mabingwa wa ligi kuu, hiyo ndio bonus. Lakini kimataifa umekosa, ligi kuu umeikosa, CRDB umeikosa, alafu unasema kwamba unaishi kwenye bonus, haitakuwa uhalisia. Kizingatia gharama ambazo Simba amezitumia kujenga hiki kikosi. Utofauti wa Simba wa kwanza unakuja kulingana na kikosi cha msimu uliopita. Kina Jobes, Freddy Hublan, kina nani wote wale. Leo hii angalia timu of course mbadilika katika vitu vingi. In terms of performance, results, lakini pia hata stage waliofikia ni stage kubwa. Kama tunahitaji mpaka mechi za mwisho za bingwa wa ligi kuu. Leo tunamzungumzia amefika nusu finali. Kombe la hilo TFF, sijui kombe la shirikisho pia amefika finali. Haitokuwa ina maana endapo msimu huu akatoka patupu kwa gharama alizotumia. Akatoka patupu. Kwa gharama alizotumia msimu pamoja na head coach alikuja. Ama sio lazima. Yaani ungeingia sokoni akatumia gharama kubwa kwa lazima return ipatikane pale pale. Nimekuelewa, ila kwa kwenye engo wangu namna ninavyotizama mpaka sasa hivi Simba na uhakika alikuwa na dream ya kuchukua treble, lakini mpaka sasa hivi ni kwamba ana uhakika zaidi kama atachukua taji la NBC, kwa sababu maybe kama Young Africans atapeleka uwanjani. Why nasema hivyo? Ni timu ambayo project ya kwanza kwenye msimu tunatengeneza timu alafu unaenda kukutana na wenzako ambao wanaburusha timu. Unajua Young Africans naweza kusema ni classic kwa East Africa hapa. Misimu mitatu mpaka nao wamefanya vizuri. Kimataifa kidogo ndio kwa wamefanya vibaya, lakini kwa ligi yetu ndani bado ni ngumu sana kuamini kwamba anaweza kupoteza kwenye michezo mingi. Michezo aliyopoteza ya mwanzo ukitizama kwa Young Africans ilikuwa ni mazingira ya kifootball kwenye taasisi yao, lakini angalia namna ambavyo walivyorudiana na wale watu. Hakuna aliyeshinda. So tuamini kwamba alipopoteza kwenye zile makombe mawili na kwenye ligi iliyobaki, labda Young Africans isipeleke timu, kwa sababu naamini Young Africans bado ni bora. Mpaka naamini atakapochukua ubingwa kwa Simba ni mpaka pale game itakapopigwa. Mpaka dakika 90 tutajua kwamba mshindi ndio nani. Ila tu mpaka sasa hivi kwenye mbele kombe iliyobaki na nafasi kubwa. Na kuhusu kwenye pesa ambazo wamewekeza, unaweza kama amefanikiwa kwa kwenye lengo kufika mpaka final, kupata timu ambayo kidogo ina ushindani. So tuamini kwamba labda maybe kwenye msimu unaofuata na baadaye anaweza kana. Lakini unajua mimi unajua engo ya kujenga timu na ninachokielewa uwanjani toka mwanzo wa msimu of course ile tunasema kinadharia muda mwingine unaweza kusema unaelewa kwamba tunajenga timu maana kundi kubwa la wachezaji kwa wakati mmoja kocha au technical bench jipi lakini kwa kesi ya mashindano yetu ya ndani au hiyo ni kujenga timu. Wewe tafuta tu watu wako bora, nenda kashindania uwanjani. Kwenye hoja ya kujenga timu. Hoja ya kujenga timu mara nyingi huwa tunakuja kuangalia katikati ya msimu ulikuwa unafanya nini. Simba katika ujenzi wa timu yake ana kikosi cha kwanza ambacho ni shindani. Yaani wale wachezaji walio integrate kwa pamoja boom kwenye timu wameingia, wameshatengeneza timu. Yaani sasa hivi hatupo tena kwenye phase ya kuanza kuizungumza Simba ambayo inatengeneza timu. Ila wapo katika engo ya kushindana. Yes, sasa hivi wapo kwenye level. Ndio maana nakwambia kwa kundi walikuwa naliona, unaweza kaelewa. Lakini ukishuhudia hiki kitu kinachofanyika uwanjani, Simba hapo kwa nia mataji. Yes, na nakwambia yani hawa watu kwa mfano ukimzungumza Pinpin anaongoza kwa clean sheet. Pinpin anaongoza kwa save kwa CAF Confederation. Ukitoka hapo ingizo jipya Abdulrazak Hamza. Abdulrazak Hamza ni ingizo ambalo ukiliangalia
typically ni beki ambaye anaweza kugombania tuzo ya beki bora wa msimu na akachukua. Ondoka hapo, ingizo bora la Yusuf Kagoma ameingia kwenye timu tayari, amekuwa solid kwenye eneo la central defensive midfielder la Simba. Nenda kamwangalia Jean Charles ndio top scorer wa ligi yetu hivi sasa. Kaangalie washambuliaji wale wawili Steve pamoja na Ateba. Yes, binafsi sisemi kama wamefanya vizuri sana, lakini numbers don't lie. Wanasema men lie, women lie, numbers don't lie. Goli 10+. Wote wana goli 10+. Toka hapo unaenda kamwangalie ingizo aliyokuja kuingia katikati ya msimu, mtu kama Elim Panzu. Ameingia kwenye timu, ameintegrate vizuri. Elim Panzu ana matukio ambayo anaibeba Simba Sports Club. Inawezekana sio mengi, lakini katika matukio makubwa amehusika kwenye kuibeba Simba. Kwa hiyo tayari kwa picha ya haraka Simba tayari timu ipo. Kinachokuja kufanyika kwa msimu unaofuata ni kuiongezea ubora. Timu inayojengwa hivi sasa tungekuwa tunaizungumza kati ya wachezaji 11, Simba ingekuwa na wachezaji 5 ama ingekuwa na wachezaji 6 wazuri typically. Lakini sasa hivi ukiangalia timu zima ya Simba imewaka bro. Katika kikosi cha kwanza ambacho Simba anaanza nacho day in day out, golini Kamara, Shomari, Mohamed Hussein, Chamu, labda Hamza, Yusuf, Fabrice, Jean Charles, Kibu Dennis, kushoto sijui ni Elim Panzu, juu sijui ni Mukwala. Ukiangalia hichi kikosi hapa hamna mchezaji ambaye unaweza ukasema bwana huyu hebu tumvumilie. Hiki ni kikosi ambacho unasema yes, hawa watu tayari wanayo. Wanaoingia sasa kutoka substitution hao kidogo ndio neka doubt. Na ndio maana siku ya jana kilichoikwamisha Simba, it's not kwamba hana quality. Kilichoikwamisha Simba, tutarudi kwenye essence kwamba huyu mtu amekuwa na kikosi ambacho kinajirudia mara kwa mara, kiasi kwamba wale wachezaji wake bora si wachezaji wake ambao wanajitafuta, wachezaji bora wa Simba waingia kwenye ule mchezo wakakutana na fatigue. Yani wale wachezaji bora ambao Simba amekuwa akiwatumia msimu mzima waliingia kwenye mchezo dhidi ya Singida wakiwa wana fatigue. Lakini sio kwamba hawa watu wameenda siku ya jana alafu alikuwa na kikosi mchekea. Hapana. Aliingia kwenye game, alikuwa na kikosi chake the best squad, lakini mwisho wa siku the best players walikuwa wana fatigue, na ndio maana akapoteza. Na maana hata hoja ukirudi ukimsikiliza msemaji, wote wanatamani kupumzika. Ukisikiliza hoja za kocha wanalalamika kwamba ratiba. Lakini akishinda anasema bwana ubwela. Yes, akishinda bwana ubwela, lakini ndio hivyo ratiba. Kwa sababu gani? Yuko limited kwenye kikosi. Kwa hicho kikosi ambacho yuko nacho limited sio cha wachezaji wanaojitafuta, kwa sababu humo ndani kuna kipa anaongoza clean sheet. Humo ndani kuna beki ambaye mimi na uhakika atagombea tuzo ya beki bora. Humo ndani kuna kiungo ambaye anaweza kaingia timu bora ya msimu. Humo ndani kuna sijui mfungaji bora. Humo ndani una wachezaji ambao wawili washambuliaji wako wana numbers nzuri kuliko wachezaji washambuliaji wengi kwenye ligi. Kwa hiyo kuna mentality moja ambayo saizi ipo kwamba Simba akipanga kikosi cha kwanza ndo ashamaliza shughuli. Kama sio nawe ni miongoni. Siku anacheza dhidi ya RS Berkane ukasema hiki kikosi ambacho mwalimu kaanza nacho ndio kinapaswa kutafuta matokeo. Kikishindwa kile basi sioni kama kutakuwa kuna option nyingine mtu kuja kuingia na kubadilisha game. Inawezekana hiki ninachokizungumzia ndio alichokuwa anamaanisha kwamba Simba kipanga tu kikosi cha kwanza ndio shamaliza. Of course. Ndio maana yani leo umempanga labda tuzungumze kwa mifano. Nikizungumza mimi mwenyewe labda unaweza mtu akasema ni opinion. To speak by facts. Okay. Simba versus RS Berkane home. I mean away. Morocco. Kulikuwa kuna badiliko, alianza Kibu Dennis by second half akatoka. Yes, alitoka second half. Simba against RS Berkane, Benjamin. Alitoka Kibu akaingia Joshua Mutale kwenye kikosi cha kwanza. Badiliko moja. Simba against Singida, mechi iliyopigwa hapo KMC, uliona mabadiliko. Hakuna mabadiliko na kikosi kilichocheza versus RS Berkane. Simba dhidi ya Singida game ya pili, mabadiliko yalikuwa kwenye eneo la mafullback. Kwa hiyo ujikuta kwamba kuna limitation kubwa sana ya wachezaji. Kwamba amekuwa ni kocha ambaye alitengeneza timu ya wachezaji kadhaa. Hawa wengine is either wana delay kuintegrate na wenzao ama hawana ule ubora moja kwa moja kama wale ambao huwa wanaanza. Na ndio maana jana hata kwenye mapana ya uwanja ulikuwa ukimwangalia Valentino upande wa kushoto, ukimwangalia Shomari upande wa kulia, ukimwangalia Duchu upande wa kulia, hawakupi kama ambavyo wanakupa Shomari na Hussein. Never. Hata kidogo. Yaani inawezekana wanafika nusu, but not typically kama wale. Sasa hii ndio ambayo imekuwa ikiwafanya Simba katika ubora wao kwenye hizi game za mwisho ku struggle. Ndio maana mimi katika hoja ambazo nilikuwa naziweka mezani, nilikuwa nasema katika huu mfululizo wa mechi, kipindi siku na hisi unauliza ile swali, unauliza naipa Simba nafasi ya kushinda treble, nikamwambia si pandi boti hiyo na medali kwenye Simba kushinda treble, kwa sababu niliamini ili Simba ashinde treble anastahili kuwa kwenye ubora
ambao hatujawahi kushuhudia tangu mwaka 1936 Simba inavyoanzishwa. Kulikuwa kuna mfululizo almost mechi 14. Nakumbuka ilikuwa katikati ya mwezi April, wiki 6 kutoka hivi sasa. Tulikuwa tunazungumza mfululizo wa mechi 14 katika kipindi kifupi. Nikasema huu mfululizo wa mechi 14 kuna wachezaji 11 ambao watatakiwa kucheza mechi zote. Katika hizo mechi ambazo hao wachezaji 11 watatakiwa kuzicheza zote ni baada ya siku 2, kila baada ya siku 3 mtu anarudi uwanjani. Kuna siku unakutana na game na intensity ya juu mno. Kuna siku unakutana na game na intensity ya chini. Kuna siku unakutana na game na intensity ya kati. Kwa sasa huyu mchezaji ataenda na hiyo graph tu ambayo itapanda, kuna siku itashuka. Kwenye hiyo siku inayoshuka hiyo graph anacheza dhidi ya nani? Kwenye siku inayoshuka hiyo graph yeye anaposhuka huyu mpinzani wake ana uwezo kumwadhibu kiasi gani? Unakuja kujikuta siku ambayo graph imeshuka, graph ilianza kushuka kwenye game dhidi ya Singida tele ya kwanza. Ulikuwa ukiangalia wachezaji wa Simba kwa namna moja, ukikaa hivi unaangalia sema watu kweli wamechoka. Umekuja game ya jana unaangalia kabisa, angalia namna ambavyo walikuwa wanafanya mikimbio, angalia namna ambavyo passes zilikuwa very sloppy, angalia namna ambavyo decision ilikuwa ina delay. Hiyo yote ni kwa sababu mchezaji amepokea fatigue. Naelewa mimi waga nasema mara zote hapa, mchezaji mpira watu tuache kuwaona kama vifaa vya kucheza mpira. Tuanze kuwaona kama watu. PS ndio kitu pekee ambacho unachukua padi saa 1 unaanza kuitumia Manchester saa 1 mpaka saa 7 usiku unaitumia Manchester hiyo. Hiyo ni PlayStation, hiyo inawezekana. Lakini kwenye uhalisia haiwezekani kwa sababu hawa pia ni watu na kuna mwisho wa siku mwili au binadamu unapokea fatigue. Game kama hivyo zinapigwa miji tofauti, kutoka Zanzibar, nenda Manyara. Kwa hiyo unajikuta lazima tu mchoko. Sasa huu mchoko huo unapata faida kama ukigeuka kwenye benchi lako la ufundi una uhakika hapa Kagoma leo hapa. Okay Jefa nenda. Leo nani Fernandez leo game ya kwako. Awesu njoo, Janchazo atapumzika. Sijui cha Sambi njoo leo, Mpanzo atapumzika. Alafu akiingia kwenye timu una guarantee kwamba ule ubora wa timu yani hautetereki. Katika siku ambayo Simba ilijaribu kufanya rotation na ilibaki kidogo ibackfire, Simba dhidi ya Mashujaa. Tulishuhudia ile game nzima dhidi ya Mashujaa namna ambavyo rotation ilitaka imtokee mtu puani. Baada ya pale Fadlu akagundua kwamba ni mwiko kufanya rotation. Akarudi kwenye base yake. Yes, alirudi kwenye base yake. Game iliyofuata to the next game alianza na kikosi bora, baada ya kupata matokeo ndio akaanza kufanya mabadiliko. Hata alipokuja kucheza tena game na KMC anatafuta matokeo kwanza, anapumzisha mchezaji mmoja, sio tena anapumzisha ile base nzima. Kwa sababu alishajua kwamba Debora anaweza akaanza, lakini Debora atanipa kama Fabrice. Na uhakika hapa Okejefa ataanza, lakini Okejefa hawezi kabisa kucheza kama Kagoma. So kwangu hiyo limitation ya wachezaji wengi ama limitation kwamba Simba ana wachezaji wachache, hana wachezaji wengi wenye ubora, imekuwa ndio chanzo cha wao kutoka kwenye mashindano. Lakini sio kwamba turudi kwenye hoja ya hawa watu tunatengeneza timu. Hoja ya kutengeneza timu mimi sitaungana nayo, kwa sababu Simba na wachezaji ambao ukifumba macho, mimi unahitaji kikosi bora hapa cha msimu kwa binafsi yangu. Wachezaji wengi walitoka kikosi cha Simba. Nilimtaja huyu goalkeeper Musa Pinpin. Nilitaja mafullback wote, Shomari Kapombe pamoja na mwanae Mohamed Hussein. Nilimtaja beki wa kati Abdulrazak Hamza. Nilimtaja kiungo Fabrice Luambangoma. Nilimtaja Jean Chazahwa. Kwa hiyo ukuta kama una wachezaji wengi ambao una uhakika wanaingia kwenye kikosi bora cha msimu ambao una mechi 30, kwa nini useme unajenga timu? Okay, anyway, sasa kuelekea kwenye dabi yenyewe. Hiyo tarehe 15. Mnyama hapa amekiri kwamba fatiki imewaandama kwa sasa. Na wameweka wazi kutoka hadi mechi zilizopita, maana yake kuanzia Berkane, Singida, Singida tena. Tarehe 15 sio mbali. Leo tarehe 1. Kwenye fununu zetu zile. Dabi ya tarehe 8. Ilikuwa kesi hii. Kamara na injury. Abdulrazak. Si imekuwaje? Jana tumeshuhudia pressing ya watu, ukichukua tu mali imo. Ukienda tu ukipress kidogo tu imo. Breaki Simba inaweza kasaidia, lakini pia hofu japokuwa ya uzungumza ni kwa muda gani kwa hawa wachezaji ambao tumewashuhudia mamia. Maana Noma jana naye aliongezeka. Tutamtaja huyo nani, Pinpin Kamara goalkeeper. Abdulrazak Hamza bado ndo kama hayuko fiti sana, lakini ndo vile. Chemaloni ndo siseme, yani ni kama yuko unga. Kwa hizi siku zobaki mpaka sasa hivi zilizosalia, kama Yanga atapeleka timu uwanjani, Simba wakarecover kwa wakati na kuleta ile test ambayo tumeishuhudia kwenye final stage kwenye CAF Confederation Cup. To me namna ambavyo natizama kwa siku zobaki, cha kwanza kama ni fatiki, wachezaji wamechoka,
kwa hizi siku zinatosha kabisa kuweza kujipata na kurudi nyumbani, lakini kurudi uwanjani. Lakini kwa game ambazo amecheza Berkane za Singida 2, Singida ametuonesha panapovuja kwa upande wa Simba. Nikiwa na maana cha kwanza backline ni kwamba haijakaa sawa. Ukitazama na kwanza kwenye game ya kwanza namna ambavyo maforward wa Singida walivyokwenda kuataki, kuliona kabisa kuna baadhi ya mistake nyingi zakazo zinafanyika. So to me ni kwamba cha kwanza Simba game iliyopita tukubali tu walikutana na Singida ambayo ni bora kuliko kwenye game 2, ameonyesha ameprove kiachana na makosa binadamu ya kwanza referee. Game ya pili tumeona game ambayo inafuata sasa inaweza kuwa ni ngumu zaidi kwake. Narudia kitu, Young Africans wana timu bora sana East Africa. Ni timu ambayo ukikutana nao kama hujajipanga, una kikosi ambacho kimekaa sawa na una majeruhi ya kutosha, ni rahisi kupoteza. Wana uwezo kutengeneza nafasi, wanaweza kuscore goli 3 hata 4. So kutumini kwamba Simba tarehe 15 anaenda kucheza mechi yenye test ya CAF. Kwa hiyo lazima uwe fit. Mechi inaweza kuwa ni ngumu hata kuliko rocheza ile ya final na hizi za Singida, kwa sababu cha kwanza nakwambia kwa nini? Cha kwanza ni game ambayo tumezungumza na ile changamoto nyingi kwenye ligi yetu miezi miwili nao. Kila mtu alikuwa anawishi kuiona hii game, si ndio? So ni game ambayo cha kwanza tunaamini Simba ni bora kwenye msimu. Kwanza kwenye uchumi msimu amekaa sawa. Unaenda kwa Young Africans ambaye unaenda kwa Young Africans au yeye mwenyewe kwa sasa hivi tofauti na msimu uliopita ya nyuma kidogo, si ndio? Ukienda kwa Young Africans naye amekaa sawa kwenye kila idara. So ni timu ambazo kwa sasa hivi tunaamini ni bora zote. So ni game ambayo itakuwa ni ngumu sana na ni kali. So kama Young Africans atawini, kama ni Simba atawini, tunaashumu kama game itachezwa mpaka sasa hivi, si ndio? Ila tuamini kwamba ni game ambayo itakuwa ngumu kwa Simba kwa mujibu wa ratiba. Ila kama Young Africans atapeleka timu uwanjani ni game ngumu sana kwa Simba. Okay, anyway, sisi tunaenda break, bado tarejea dakika chache zinazofuata. Hii ni kipindi East Africa Radio kutoka Mikocheni jijini Dar es Salaam. Mimi ni Mreno Mportugizi Brady Vogel yuko hapa sababu Rashid ama Wakanda. Lakini pia nasikika Imani Joakim. Hebu tuambie bwana, mnyama quality alonayo na hiki anachokionyesha uwanjani, tusiwadai chochote ndapo atatoka patupu, maana dalili zipo. Hata leo sisi tumesajili wachezaji kule wadogo ambao wanahitaji muda. Kama wanahitaji muda basi wajitume. Sio na energy kubwa, lakini tunaona kama hawana energy, hawajitumi. Siku ya leo tumepoteza kombe la pili. Na hili kombe la pili tumepoteza kwa sababu wachezaji hawajitumi. Hapo mtu anakuja kudanganya eti wachezaji wamechoka. Wachezaji wamechoka nini? Mtu ana miaka 23 achokeje? Mimi niliona mechi ya juzi eti wachezaji wetu walitumika sana. Ulaya kuna mashindano karibu 6. Kijana ana miaka 23 24. Ni kwamba vijana hawajitumi, wanaendekeza starehe. Simba sasa hivi sio kuipamba kwa sababu tunapoteza makombe. Tumepoteza kombe kubwa, tuna drop hivyo. Kombe la shirikisho, alafu tunachekelea. Alafu tunakaa tunaanza kusema eti wachezaji wamechoka. Wamechoka nini? Mtu anakuja na unasa goli. Wanaanza tena vile vile. Unasikia wachezaji wamechoka. Wachezaji sio nani? Hakuna kuiremba. Kama wamefanya makosa, wachezaji watuache. Tulete wachezaji wengine, tununue wachezaji wa gharama. Maana tuende shirikisho tena tuenda klabu bingwa. Klabu bingwa unakutana na watu wenye uwezo mkubwa, sio watu kubahatisha. Yanga nao zikisema walete timu tena siku hiyo. Yanga naye ataleta timu unajua. Ina maana mwaka huu tuondoke kwa hapa. Hata Yanga atasemeje? Mimi nina kombe la Jamhuri, sio nina kombe la NBC, la NBC. Yaani makombe yote anabeba kwa design hii. 92.1 East Africa Radio Mwanza. Together tunawakilisha. Usitoke. Baki hapo. Tunalipa bill. Dakika 0 tu. We got the DJs. The king is in the mix. It's the perfect timing. DJ 45. DJ 45 King in the mix. East Africa Radio DJs with the fire mix. East Africa Radio.